Bwana, kama unavyoweza kuona tuko katika eneo la barabara ya stendi ya Kongoe. Ni vikundi mbalimbali vimeungana leo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanasafisha katika eneo hili. Wameambatana pia na afisa mazingira wa wilaya yetu ya Bagamoyo. Tutakwenda kuzungumza, atuambie katika kampeni iliyoanzishwa na Mheshimiwa DC wa Bagamoyo Shaibu Issa Ndemanga, mpaka sasa hivi atatupa takwimu za usafi katika wilaya yetu ya Bagamoyo, haswa halmashauri ya wilaya ya Bagamoyo. Na hapa niko na afisa mazingira, afisa mwenye mji wake wa usafi wa Bagamoyo. Atakwenda kujitambulisha, lakini pia tutapata wasaa wa yeye kuzungumza hali ya usafi katika eneo hili likoje na changamoto hasa ni nini. Boss, habari za saizi? Salama kabisa. Kwa majina naitwa Sara Mwakijoro, ni mkuu wa kitengo cha uhifadhi wa mazingira na udhibiti taka. Kwa leo tumefika kwenye barabara hii ya Kongoe kuelekea Chemchem. Imekuwa ni utamaduni wetu tangu tuanzishe kampeni ya Smart Areas kuendelea kuhamasisha jamii kwenye utunzaji wa mazingira, lakini hasa kwenye usafi wa mazingira wa kila siku. Kwa leo tumejumuika pamoja na wadau mbalimbali. Maana hii barabara tuliwakabidhi TANROAD, Nia Njema Jogging na Kisutu Jogging. Lakini leo tumeungana na Nia Njema Jogging, lakini kuna majirani zetu Suma JKT Jogging, lakini kuna ndugu zetu Jeshi la Akiba wamejumuika pamoja, lakini pia na wataalam kutoka halmashauri, lakini katika kuhakikisha tunatoa hamasa ya usafi wa mazingira, hasa mifereji na maeneo yanayowazunguka jamii au wafanyabiashara. Kama mlivyojionea, bado mifereji haiko katika hali nzuri, ndio maana tunaendelea kufanya hamasa ya kila Jumamosi. Maana hii tumeanza tangu Jumamosi iliyopita, Jumamosi hii, Jumamosi ijayo na Jumamosi itakazofuata. Yote hii ni kuendelea kutoa hamasa kwamba usafi ni wa kila siku, tusiache kufanya usafi. Na kama unavyojua mvua za masika zinakuja, ndio maana tumeweka nguvu zetu pia nyingi kwenye mifereji ya mvua. Muona wananchi wanavyojitokeza, kitu tunavyohamasisha kwamba waingie mferejini, tufanye usafi wa mfereji. Ili mvua hata zinapokuja sasa, maji yapate njia ya kufanyaje ya kupita, tuepukane na madhara hata ya mafuriko. Jeshi la Akiba pia linatupa nguvu, yani support ya kukamata wale wote wanaokiuka sheria, lakini pia wanaochafua mazingira, aidha kwa makusudi au kutokuwa kwa makusudi. Kwa ndio maana tupo tunafanya kazi hiyo, lakini pia kila siku, hata leo umejionea, leo kuna baba hapo tayari tumesema wale wa Jeshi la Akiba wamchukulie hatua na atatozwa faini ya 50,000. Kwa sababu saa nyingine mtu anafanya kwa makusudi. Unauza genge alafu vitu vyako unatupia kwenye mfereji. Yaani hiyo ni makusudi. Kwa hiyo unatakiwa uwe na chombo cha kuhifadhia takataka. Kwa sheria zipo na tuendelea kuzisimamia. Tukitoa mfano kwa mtu mmoja, wa pili, wa tatu, naamini jamii itastuka, lakini sio tu kustuka. Watakuwa vizuri kuona kumbe ni vizuri kutunza mazingira. Bila hivyo utapata hasara. Maana yake unatakiwa tu ujipime kwamba nilipe 50,000 au niwe na chombo cha kuhifadhia takataka. Lakini yote tunaifanya kuhakikisha Bagamoyo yote inakuwa safi, lakini pia inavutia hata watalii kufika. Eneo likiwa safi, hata wageni watapenda kutembelea. Lakini natoa wito kwa jamii yote kwa ujumla ya Bagamoyo na wakazi wake, wafanya biashara, taasisi. Leo tumeanza hapa Chemchem. Tumetoa hamasa na tumewaambia jamani, iwe desturi asubuhi tu ukiamka ni kufanya usafi wa mazingira. Fanya usafi, hifadhi taka zako kwenye dustbin au kiroba, na kama ulivyoona tuna kikundi chetu cha usafi kipo hapa, kinaitwa Safisha Mazingira Bagamoyo. Kipo kitakupitia, kitazoa hizo taka kupeleka dampo. Lakini mwisho wa siku, mwisho wa mwezi utatakiwa kulipia ile ada ya taka. Mimi ni MG 528682 Adam Mwangasuma wa Jeshi la Akiba wilaya Bagamoyo. Leo tumefurahi sana kuungana na wenzetu wa halmashauri ya Bagamoyo, hususani watu wa usafi wa mazingira pamoja na maafisa wengine. Tumefanya usafi wa mazingira katika eneo hili la stendi ya Kongoe. Tumefurahi wote kwa pamoja, tumeungana pamoja na maafisa mbalimbali ambao tuko hapa. Sisi Jeshi la Akiba tumefurahi sana na tutaendelea kuungana nao kwa kufanya hizi kazi popote tutakapohitajika au tutakapopokea taarifa yote kutoka kwa walioko juu yetu. Mimi kama msemaji wa Jeshi la Akiba, hali ya usafi wa Bagamoyo uko vizuri.
Pamoja na changamoto ndogo ndogo zinakuwepo, lakini ambazo zinatatulika, hazina shida. Huyo alikuwa ni msemaji wa Jeshi la Akiba akiwakilisha Jeshi la Akiba hapa Bagamoyo katika kujumuika katika zoezi zima la usafi kuhakikisha Bagamoyo Smart Area inakwenda kukamilika vizuri na Bagamoyo safi inawezekana. Mimi Cuthbert Masawe, Serengeti TV, nyuma ya kamera Director Zwaga.